kwanza, mwenye kampuni ni nani? Ni yako, ni ya mama? Ya kufungua tu na maandishi? Sio kufungua na maandishi. Kufungua nilifungua mimi. Aliyefund ni mama. Aliyefund? Mtaji kila kitu mna investors. Sasa ndo hapa, hebu tujibu vizuri. Mtendaji mkuu ni mama kwa sababu ana elimu. Kwa wewe uko chini ya mama? Niko chini ya mama kivipi? Kwenye kampuni unaripoti kwa nani? Au mama anaripoti kwako? Wewe unaripoti kwa mama? Ripoti yani tunapeana taarifa. Kubali basi, unaripoti kwa mama, si ndio? Ndio maana uwezi ukaja upande wetu. Wewe uwezi. Hatukuharibii. Hivi unajua kwamba unazungumza na mtu mwenye ndevu? Naelewa. Hatukuharibii, lakini kitendo cha wewe kuwa unaripoti kwa mama badala ya mama kukupa ripoti wewe, jitathmini. Sasa hii ni biashara. Jitathmini. Sio mambo ya kifamilia. Ndio, ni biashara, jitathmini. Mkiwa nyumbani shike ni obey. Kwenye biashara ana experience kubwa, ana elimu kubwa, ana connection kubwa. Kwa nini tusimpe priority? Sasa ni mkeo. No, subiri basi kwanza, ngoja kwanza. Tatizo ni mkeo. Unaripoti kwa mkeo. That's the problem. Yaani shida unaripoti kwa mkeo. Hivi haiwezekani hilo neno ripoti tukalitoa? Hatuwezi kulitoa. Yaani okay basi tafuta namna unataka wewe, lakini unalifanya kwa nani? Ripoti kwa mtu mwingine yoyote. Subiri basi, Masia. Ripoti kwa mtu mwingine yoyote, ajiriwa na mwanamke yoyote, hatuna shida. Ni bosi wako, wewe tuambie bosi wangu ni wa kike, hatuna shida. Ila wewe kuripoti kwa mkeo? Kaka. Unaripoti kwa mkeo? Inatoka order, unapigiwa simu. Kuna 1 2 3. Hebu nenda peleka. Wewe kweli? Unajua mimi sielewi tofauti hapa. Hajaona utofauti. Hajaona bado, utakutesa sana. Mimi nipo kwenye biashara familia. Mke wangu yuko on top. Kwenye kampuni. Yaani sawa. Ni kwenye biashara. Sawa, ni kwenye biashara. Ndio. Ni kwenye biashara. Ndio. Alafu wewe kaka, ofisini kwako unapajua, wewe ni mwanangu, unakuja kila siku. Ndio. Meneja wako pale ni mwanamke, wewe unaripoti kwa mwanamke. Sawa, ndio. Shida iko wapi hapa? Sasa shida ni kwamba mimi siripoti kwa mke wangu. Mimi nimeajiriwa. Wewe unaripoti kwa mke wako. Alafu mimi ni bosi wangu. Kuna baadhi ya mambo ambayo tukadiscuss mwezi mzima.